Leo huyu mnayemuita wa kizazi kipya Jackson. Kabla hajawa Jackson tulimfahamu kwa jina la Bienvenu Prosper. Na kama leo mmemfahamu katika watu ambao walimuandaa na kumweka awe vizuri mpaka mdao ndo sisi. MKC Media. Ebane mpenzi mtazamaji wa MKC Media, ni Francis Jumanne mbele za kamera na aliyopo nyuma ya kamera ni Isa kama tunavyokwenda kumjua. Ya leo tupo pamoja na vijana wenzangu wa kijiji cha Iya Kwanza ambao namna moja tunaweza kusema kwa Kiswahili ambako nimekuja kupiga nao ma story mbalimbali, akiwepo mmoja ni kiongozi lakini pia ni mwingine ni kijana wa kawaida. Ya kwako wewe labda ambaye ni mpenzi mfuatiliaji wa masuala ya vijana na mambo mengine sana, kabla ya kabisa tujiendelea, labda ningekusii usikose kusubscribe channel yetu ya MKC Media, lakini pia kushare, kucomment na kulike ili uwe kwanza kabisa kwa unapata update zetu kwa muda wote na kwa wakati wote. Bane kaka, mambo vipi? Fresh. Mambo yanaenda? Anaenda. Okay, kwa siku ya leo nimewakuta kijiweni ambako labda mnapiga ma story. Lakini pia kabla nilivyoambiwa kwamba papa na moja kati ya kiongozi, sijui kama ndo kiongozi wa vijana katika kijiji hichi. Ya mimi ndo mwenyewe kabisa. Okay, labda vile kama wewe kiongozi, sijui unaitwa nani na watu wanakutambua kwa namna gani labda? Ya mimi kama mimi na majina matatu. Nafahamika kwa jina la Kiza Faizi almaarufu mwanasheria. Wengine wananiita Bakambo. Okay bana, kuna kauli ambayo umesema almaarufu mwanasheria. Labda hiyo neno una ufafanuzi gani na kwa nini labda umetamani kujiita mwanasheria? Ya hilo jina la mwanasheria sikujipa mwenyewe, lakini pia nilipewa na jamii kulingana na mazingira ambayo nimejiundia na namna gani ninavyoishi na watu. Mimi ni mshauri sana wa watu, hususa vijana. Lakini pia nimewahi kupitia mambo ya sanaa. Kwa hilo jina la mwanasheria linagusa vipengele vingi sana kabisa. Tena vile vile mimi mwenyewe fundi cherehani. Ya. Okay, turejee, umetaja jina moja kati ya wachezaji wa Kongo ambaye anacheza kwenye timu ya taifa ya Kongo, Bakambo. Anyway, ni kwa nini labda umechukua na pia jina la Bakambo? Ya, sitokuwa mnafiki wa fadhila, lazima pia niongee ukweli. Kuchukua jina la Bakambo ni kulingana na mtazamo wangu, mimi kama mimi. Ni mchezaji mojawapo ukiangalia kwa jamii ya wa Kongo, wengi wanamkataa Bakambo. Lakini mimi ni mtu pekee ambaye nilitokea kumpenda sana Bakambo. Huwa nampenda kabisa. Mpaka sasa hivi nilikuwa sichezi mambo ya mpira, nimeacha kitambo. Lakini baada ya kumpenda sana Bakambo, nilibidi kurudi uwanjani. Sasa hivi nacheza kabisa, nafanya mazoezi na pasha. Ya, ni moja kati ya shabiki wakubwa sana wa Bakambo. Ya. Okay, kuna kauli ambayo umetumia kwamba labda uliwahi kuwa mwanasanaa na jina mwanasheria imetoka kwenye swala la sanaa ambayo umewahi kuifanya. Anyway, imetoka kwenye sanaa ya mpira au sanaa gani labda? Niliwahi kuwa mwigizaji. Leo huyu mnayemuita wa kizazi kipya Jackson. Kabla hajawa Jackson tulimfahamu kwa jina la Bienvenu Prosper. Na kama leo mmemfahamu katika watu ambao walimuandaa na kumweka awe vizuri mpaka mdao ndo sisi. Tumefanya kazi na shirika la MSF pale Baraka, ni Democratic Republic of Congo pale territory ya Fizi. Kwa hiyo nilikuwa tu mwanasanaa mkubwa sana pale. Tulifanya na waigizaji wengi sana na ndipo lilipoanzia hilo jina la mwanasheria. Yeah. Okay, labda na kitu ambacho natamani nijue, umesema kwamba uliwahi kufanya na huyu wa kizazi kipya ambaye ni Jackson na namna moja ulikuwa kiongozi wake au director wake ambao umemrekebisha na umemfanya pia atoboe kwenye maisha. Anyway, baada ya tambo umemrekebisha kutoka kimaisha na sanaa yake kwa imejulikana kabisa, wewe bado umebaki kwenye nafasi yako. Vipi mpaka sasa hivi unaendeleza sanaa au bado hujaendeleza sanaa, umeachana nayo? Ya, unajua kila kitu ni majaliwa. Unaweza kufanya hiki ili ukafikiria kesho ndo utapata mafanikio. Lakini katika kufanikiwa njia zipo nyingi sana. So mimi kama mimi niliona nafanya vizuri, lakini sikuona kama nilikuwepo na mafanikio. Mwisho wa siku nikajikita kwenye mambo yangu ya ushonaji. Lakini mpaka sasa ni kazi ambayo inanilipa, napata pesa nzuri. Ila kwa wanasanaa wengine wanakuja tunasaidiana ushauri, vitu kama na hivyo, kwa sababu sasa hivi sisi ni Wakongo kwenye kazi kama na hizo. Yeah. Okay, natamani nijue, maana umesema kwamba wewe ni mmoja wa kiongozi wa kijiji hichi. Anyway, wewe uongozi wenu umejitika kwenye masuala gani labda? Ya, sisi mimi ni kiongozi wa vijana hapa. Unajua mji nchi bila vijana, kitu chochote kile lazima pawepo na vijana ndio kinakaa vizuri. Kwa sababu hata Bible pia inatuambia kuwa vijana ndio wenye nguvu.
Ya, na hata hapo hivi kwenye kijiji chetu cha AA tumeamini pasipokuwa na vijana hakuna ambacho kinaweza kikaendeka bila ushirikiano wa vijana. Kama kijana wa AA na kama vile kiongozi wa AA. Yeah. Okay, labda maana mimi kuuliza swali hilo nitamani nijue, maana kuna kamati nyingi za vijana, lakini unakuta katika kijiji kama kamati za vijana zipo, utakuta maybe zimejitika kwenye masuala la sanaa ya mpira au kwenye mambo mengine, lakini si kwa sababu ya kurekebisha vijana wakae kwenye maadili mazuri. Ndio kwa maana nimekuuliza labda ujana wenu ninyi au uongozi wenu wa vijana umejitika kwenye upande gani labda? Uongozi wangu mimi kama mimi kwenye kijiji cha AA umejitika kwanza kwenye masuala ya kijiji. Nafikiri kwenye kijiji tuna uongozi wa kijiji, lakini pia vile vile tuna uongozi wa vijana. Lakini vile vile pia kwenye kijiji hichi tuna timu zetu ambapo ipo FEBA na tupo na NCT. Naizungumza hapa ni msemaji wa timu ya FEBA. Kwa unajikuta kwenye kijiji hichi mimi ni kiongozi tu kwenye masuala ya vijana upande wa kijiji na vikundi tu mbalimbali ambavyo tupo navyo hapa. Mimi vile vile tu ni kiongozi kwa sababu ni mtu wa watu. Alafu katika uongozi wangu ni mtu ambaye nataka niweke watu kuwa sawa. Lakini pia ni mshauri wa vijana. Yeah. Okay, labda anyway kulingana na swala la uongozi, maana swala la uongozi ni swala ambalo labda lina ugumu katika kwenye upande wa vijana, na wengi waga watamani sana kuwepo viongozi wakiwepo kwenye makundi mbalimbali. Lakini pia wewe una nafasi kubwa sana ya kuwa kiongozi, lakini pia unawakilisha kijiji kwa nafasi nzuri, mshauri, lakini pia hata kwenye upande wa mpira upo, lakini pia kwenye nafasi mbalimbali ambazo umepitia bado wewe ni kiongozi. Anyway, labda ni kauli gani ambayo labda unaweza kuwaambia watu ambao wanakwenda kutazama au mpira ambao unaokuongoza, waambie nini maana ya uongozi, au watu unaweza kuwaambiaje kuhusu uongozi kiufupi? Swala la uongozi si jepesi, ni swala gumu sana, ni swala ambalo linahitaji kujitolea. Linahitaji kujitolea, lakini katika kuongoza mimi najua mimi sijapachikwa, lakini maswala ya uongozi yanatoka kwanza huko juu kwa Mwenyezi Mungu. Na hiki mimi ni kipaji changu kabisa. Okay, labda kwanza nirejee kwa kaka. Kaka, mambo vipi? Safi. Mambo yanaenda? Kabisa. Nikuite nani? Sele Shop. Sele Shop. Ai bana, unajishughulisha na kazi gani? Maana pale naposikia shop ina mambo, inabeba mambo mengi sana. Labda kwako umejitika kwenye swala lipi? Yaani mimi ni mchezaji. Ile jina la Sele Shop ni jina ambalo Sele sana wanapendaga sana kuniita hilo jina, lakini jina langu kabisa kama naitwa Sele. Okay, kiongozi hapa ametuambia kwamba katika kijiji hichi kuna timu mbili, kuna FEBA na sijui kama NCT. Anyway, sijui unachezea kwenye timu gani? Kwenye NCT. Okay, labda matarajio yako baadaye ni kuja kuchezea FEBA au labda ni kulingana na pale popote utakapokuja kukununua wewe? Yaani ni popote pale nitaenda. Okay, labda natamani nijue kulingana na kaka alivyosema kwamba yeye ni kiongozi, lakini wewe pia sijui kama na wewe una nafasi ya kiongozi kuwa kiongozi katika kijiji hichi, au pia labda unaongozwa tu kama sisi wengine ambao tunaongozwa? Pia na mimi naongozwa, sina cheo chochote kile yani. Okay. Labda ikatokea siku moja labda wamekupa nafasi ya kuwa kiongozi wa kijiji au kiongozi wa timu, kwako hiyo swala utalipokeaje? Kwanza nitajisikia furaha sana, maana ni kitu ambacho natamani sana siku zote kuwa kiongozi. Anyway, kaka ametuambia kwamba uongozi si kitu rahisi au si kazi ndogo, ni kazi kubwa sana ambayo labda wengi wanakimbia. Anyway, sijui kama na upo tayari kuingia kwenye kazi ambayo labda walio wengi wanakimbia. Nipo tayari kwa sababu kila mtu anatumika kulingana na nafasi yake. Kwa kila labda inaweza kuwa ni ngumu, lakini kwangu kawa ni rahisi kidogo. Okay, turejee katika swala ambalo umesema umejitika sana la kucheza mpira. Wewe labda unacheza namba ngapi zaidi sana? Beki zote nacheza, yani kwanza namba 2, namba 3, namba 4, namba 5 zote nacheza kabisa. Okay, anyway, labda turudie kwenye masuala ya ujana, maana ndio tunazungumzia kwa siku za leo. Vijana wengi wamekuwa labda ni vijana ambao labda wanahoa kinyume na maadili. Na kaka hapa amezungumzia kwamba yeye ni kiongozi, na kiongozi ni mtu ambaye anatarajia kwanza kurekebisha. Sasa kwetu sisi ambao labda watu tunaongozwa, labda kwa nini mara nyingi tunaangusha viongozi wetu kwa kupinda sheria? Inategemea na maadili ya nyumbani, walivyolelewa nyumbani nini, kidogo inakuwa ni tafrani, lakini pia ni maamuzi ya mtu na yenyewe. Akitaka, akiamua, anaweza kufanya anavyotaka yeye, lakini familia inakuwa labda haikutaka kile kitu, lakini kwa sababu yeye ameamua, basi anachukulia maamuzi yake mwenyewe. Okay, labda una kitu gani ambacho labda unaweza kaambia watu wanaokutazama, na lakini pia labda unaweza kutambulisha mambo ambayo unakwenda kuyafanya ili ende viral zaidi sana? Jumangu hapa kuna kampuni iko hapa ambayo inaitwa ni kampuni ya DCL ambayo tumefungua hapa ya Brother Omi, Dudu Oji, pia Sele Shop ndipo kwenye hiyo kampuni
naomba wateja wasogelee na pia wasituache nyuma, maana wote ni harakati ni hizi 1 2 3 nini, mambo yanakuwa ni safi. Labda kwa nani kamili kabisa labda unaweza kutamani kuja kuwafuata na kuwatafuta, anwani kamili kabisa inaweza kuwepo anwani gani ambao labda kupitia interview wanaweza kaona, lakini pia wakatamani kukufuata? Nipo hii ya kwanza hapa, klasi ya 4 plot 21. Unaweza kanipata. Okay, labda turejee kwa kaka hapa. Kuna baadhi ya changamoto ambazo waga zinatokea sana kwa vijana ambako labda ni vijana kwenda nje ya maadili. Lakini kwako labda wewe kama vile kiongozi, swala hilo waga unalipokeaje na pia unalichukuliaje? Kama vile kiongozi nimeshakuwa mkomavu kwenye kazi. Swala la changamoto kwenye kazi yoyote ile, sio tu kwenye swala la uongozi, kwenye kazi yoyote ile. Hakuna kazi sio kosa changamoto. Kwa kuwa nimeshakuwa mkomavu kwenye kazi, naona kitu changamoto ni kawaida katika shughuli zote zile. Changamoto ni lazima ziwepo. Ila kwa vijana wa ni vijana wasikivu sana. Lakini pia na chance na nabati kwa kuwa ni vijana wananisikiliza na wengine nawaweka sawa, na nimebahatika kubadilisha hata baadhi ya vijana kabisa, wengi wamebadilika kwenye kijiji kulingana na maushauri tunaoendelea kuwapa na kuendelea kuwasisitiza, kwa sababu jamii inahitaji vijana. Na ndio maana kwenye kambi ya Nyaragusu tuko vizuri na tuna sifa nzuri kabisa, kwa sababu vijana wetu wanapokea elimu zetu na wanaendelea kukubali kushauriwa. Okay, kwanza bwana mimi nimefurahi baada ya kuja kujua kwamba kiongozi una kazi. Maana kuna kanuni ya kidini ambayo inasema kwamba kiongozi ambaye hana kazi mbadala hafai kuwa kiongozi, lazima ataiba. Anyway, nilivyokuja kwako nimejikuta kwamba umejitika zaidi sana na masuala ya cherehani. Hiyo ni swala nzuri sana. Anyway, kwa vijana wote wale ambao labda hawana shughuli ambao wanaojitika nayo kwa sababu ya kuwapa kipato, una jambo gani la kuwashauri au kuwaambia kwa muda huu? Kwa vijana ambao wana kipato, hususan kambi ya Nyarugusu, sio tu kwa vijana na wakaribisha Atelier Pesa Mfukoni, Yesu Moyoni, Akili Kichwani. Niko pale kwa ajili ya kukuza vipaji. Okay bana, mimi nimekushukuru kwa muda wako ambao tumekwenda kuzungumza mwanzo mpaka mwisho, lakini kwa ajili ya neno kuhitimisha kwa ajili ya watazamaji ambao wanakwenda kufuatilia, sijui na jambo gani la kwenda kuwashauri? Neno la kuwashauri watazamaji ni kuambia kwamba wawe tayari na waendelee kufuatilia MKC TV kwa ajili ya taarifa ambazo taarifa zao ni nzuri na ni TV ambayo ina taarifa nono kabisa. Na wasogeza na wasisahau kuwa na subscribe kabisa channel hii na TV yetu hii. Okay bana, mpenzi mtazamaji wa MKC Media, huyo ni ujumbe kabisa kutoka kwa ndugu yetu Bakambo. Fanya kama alivyokuambia ili tuzidi kwa pamoja zaidi sana. Bye bye. MKC Media.